Karibu sana ndugu wa Tanzania kwenye mwendelezo wa matukio haya. Hichi ndicho kituo chako aminika ambacho kinakuletea taarifa za ukweli. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Kuna mambo ya chini kwa chini ambayo yanaendelea katika hii serikali ya Samia, na kuna mipango ya kumuondoa madarakani makamu wa rais ambaye ni John Njimbi. John Njimbi hawaelewani na Samia, hawaelewani kamwe. Sasa kulingana na yule mwenye amenipea intelijensia, ananieleza hivi: wanataka kuleta mswada kwenye bunge la muungano wa Tanzania, alafu wale wabunge watapitisha hoja kwamba kuna kukosana ambako kumeweza kutokea kati ya Dr. Njimbi na Samia, na hivyo basi wakiendelea kumshikilia Njimbi kutalemaza utendakazi wa serikali. Kwa hivyo ni kipi ambacho watakifanya? Ni kumletea Samia msaidizi ambaye watakuwa wanaelewana, msaidizi ambaye watakuwa wanachapa kazi pamoja. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Kama unanipata kwa mara ya kwanza, finya hapo penye wamekuandikia subscribe. Kifinya hapo mpenzi mtazamaji, chagua kituo ambacho kinaitwa Tanzania News Today ama Tanzania News TV, ili tuendelee kukaa familia kubwa, tuendelee kujenga ukumbi huu, mahala ambapo tunapaswa kusemezana ukweli. Na taarifa hizi mpenzi mtazamaji, sio za kumtafutia Njimbi huruma. Hapana. Njimbi ni mmoja wa wale ambao waliweza kuwaua Watanzania zaidi ya 10,000. Ndio nakwambia hii serikali wameanzana wao wenyewe, kulimana wao kwa wao. Hawasamiani, wanalimana wao kwa wao, wenyewe kwa wenyewe. Sasa wapenzi watazamaji, naambiwa hali ni tete zaidi kwa makamu wa rais Dr. Njimbi. Inafahamika kuwa Njimbi alikuwa na ukaribu mkubwa wa kifamilia na aliyekuwa mbunge wa Peramiho marehemu Jenista Joakim Mhagama. Na Mhagama tunaelezwa kwamba kifo chake kiko na utata sana. Inasemekana kwamba alikuwa na miliki taarifa kubwa sana ndani ya serikali ya Samia. Kumbuka kwamba kabla ya uchaguzi wa mwaka 2025 Tanzania, Mhagama alikuwa anashikilia cheo cha waziri wa afya, akaondolewa kwa sababu walihofia kwamba ataitwa ICC aende kutoa ushahidi. Sasa ninaelezwa kwamba Njimbi alikuwa na ukaribu sana na familia ya Jenista. Sijui kama unanielewa mpaka hapo. Kipindi ambapo walikuwa na ukaribu, mfumo uliamua kumuondoa. Sasa mfumo unasema kwamba Njimbi haamiliki tena. Inasemekana kwamba kwa sasa anaishi kwa tahadhari kubwa na wakati mwingine mafichoni, kwani haaminiki tena na mfumo. Ujumbe unaotumwa kwa Dr. Njimbi ni wa vitisho. Wamaliza watu wake wa karibu. Mfano, rejelea tukio la aliyekuwa waziri wa viwanda Tanzania ambaye alinyang'anywa pasipoti yake na kushikiliwa na kituo cha polisi kwa siku 5 bila msaada wa kisheria. Huyo pia alikuwa ni mshirika wa Njimbi. Kwa sasa kinachoendelea ni mkakati wa kuandaa hoja ya kumtengua Dr. Njimbi bungeni
na mipango hiyo inaenda mbali, haitasimama. Nimekueleza, unajuaje? Wataleta hoja kwamba Nchimbi si mwaminifu kwa Rais Samia, alafu watamletea makosa mengine na watamuondoa. Mfano, angalia kilichotokea Kenya mnamo mwaka 2024 mahala ambapo Rais wa Kenya Bwana Ruto alimuondoa madarakani aliyekuwa naibu wake wa rais kipindi hicho, au kipenda makamu wake wa rais kipindi hicho, Gachagua. Gachagua alikuwa mtu wake, mshirika wake wa karibu, lakini walipokosana kisiasa tu kamtengua madarakani. Na hivyo ndivyo siasa ilivyo. Nasemekana kwamba sasa Samia na makamu wake wa rais ni maji na mafuta. Ndio maana hata uwezo ukamwona makamu wa rais akiwa anazunguka ikulu ya Tanzania sana. Hauwezi ukamwona. Hauwezi. Mimi wacha nikuambie mpenzi mtazamaji, watu ambao walishirikiana kuangamiza roho za Watanzania 10,000, siwezi nikawa na huruma na wao kabisa. Siwezi hata kidogo. Siwezi nikawa na huruma na wao. Wacha walimane, wacha wagongane, wacha waumizane. Wakiona wararuriane manguo, siwezi nikawa na chembe za huruma. Kwa sababu endapo hata nao wangekuwa na chembe za huruma, wangewasamea ndugu zetu ambao waliwaondoa. Wangewasamea. Lakini kwa sababu hawakukuwa na huruma, waliwapeleka, wakawaua, wakawazika, hawataki kuwapea haki. Wacha wakosane. Kukosana kwa Samia na Nchimbi ni wa kisiasa. Samia anahofia kwamba Nchimbi anatumika na kanisa Katoliki. Anahofia kwamba Nchimbi anaweza kumrithi wakati wowote. Na kukosana huku kulianzia pale Nchimbi alikimya. Hakukuwa na kashifu wala ambao walikuwa nakataa kuchaguliwa kwa Samia. Mpaka watu ambao ni mashehe wakaanza kusema kwamba tumeona Samia, tumeona Nchimbi ametulia, mbona asimtetee bosi wake? Tumeona Nchimbi ametulia, mbona asiwakashifu wa Katoliki, ama kwa sababu yeye ni Mtanganyika? Wakaanza kusema hamtutakii sisi Wazanzibari mema tuweze kuongoza. Sasa kutoka hapo kukosana kukaanza kuenea mpaka sasa imefikia mahala ambapo wanataka kuleta mswada wa kumpeleka nyumbani Nchimbi. Mimi nimekueleza, siwezi nikawa na huruma wowote. Siwezi nikawa na huruma wowote kwa kiongozi wa CCM. Wacha walimane, wacha wararuriane, wacha wapigane, wacha wapambane. Wakiona waondoane madaraka wote. Hawa wote ni wauaji. Sina mengi.